macho yako. Baba, kwa dakika chache zilizosalia tukaisikie sauti yako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Wafuasi wa Kristo hawapaswi kudharau utajiri. Wanapaswa kuutazama utajiri kama kipaji walichoaminiwa na Bwana, na kwa kutumia zawadi zake kwa hekima wanaweza kufaidika milele. Hata hivyo, tunapaswa kukumbuka kwamba Mungu hajatupa utajiri ili tuutumie kama tunavyotaka, kwa kufuata matamanio yetu, au kutoa au kuzuia kama tupendavyo. Napenda ili kae kwenye akili ya kila mmoja wetu. Paragrafu ya pili ya kile kitabu cha Counsels on Stewardship. Wote maskini na matajiri wanaamua hatima yao ya milele na kuthibitisha ikiwa wanastahili urithi wa watakatifu katika nuru. Wale wanaotumia utajiri wao kwa njia ya ubinafsi katika dunia hii wanaonyesha sifa za tabia zinazoonyesha kile wangefanya iwapo wangekuwa na fursa kubwa zaidi na kumiliki hazina zisizoharibika za ufalme wa Mungu. Kanuni za ubinafsi zinazotumika duniani si kanuni zinazotawala mbinguni. Watu wote wanasimama kwa usawa mbinguni. Kwa hakuna cha kusema huyu ni tajiri, ni maskini. Kila mmoja ataulizwa kulingana na kile ambacho amepewa. Haleluya. Kesho kwa neema ya Bwana tutaangalia sehemu ya pili ya tunakosea wapi katika kuomba baraka. Ila kwa leo usiku huu, kwa dakika hizi kama 15 zilizosalia, nataka tuangalie kanuni 7 za kupanda na kuvuna, ili tumalizie mada yetu muhimu ambayo watu wengi nashukuru wameanza kuifanyia kazi mapema. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo baada ya hapo tutaingia kwenye maombi kwa kadri Roho wa Mungu atakavyotuongoza. Namba 1. Kwanza nataka nijue kama kuna watu wanaandika ili nione spidi ninayokwenda nayo itakuwa namna gani. Kama kuna watu wanaandika wanyoshe mikono. Asante sana. Haya, namba 1 andika sheria hasi. Andika tu hivyo, sheria hasi. Sheria hasi. Mbegu mbaya hutoa matokeo mabaya. Kwa hiyo ukariri kabisa, mbegu mbaya hutoa matokeo namna gani? Mabaya. Niliwaambieni kwamba Yesu alipokuwa anafundisha hizi siri za ufalme alikuwa anaongea hadharani, lakini alikuwa anatumia mafumbo, na wanafunzi wake wakambana, wakasema, mbona ulikuwa unaongea nao kwa mafumbo? Yesu akasema, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme, ila wao bado. Kwa nini? Anasema, nataka wasikie lakini wasielewe. Kwa nini wasielewe? Ni kana kwamba Yesu anasema wakielewa, wakifanyia kazi, sheria ya asili itawajibu na wanaweza kutumia watakavipata kinyume na ufalme wangu. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au warudie tena. Haya, narudia tena vizuri. Yesu wakati anatoa mifano kutofautisha kati ya sisi na wana wa giza, jinsi wanavyotumia akili, alitumia mfano huu. Akasema kulikuwa na mtu mmoja alikuwa na watu chini yake, makarani wake. Kiswahili cha kisasa kimetumia karani. Anasema akapewa taarifa mbaya kuhusu karani wake ambaye alikuwa anatapanya mali. Ni mfano Yesu anautoa mwenyewe, sio mbaga, ni Yesu ndiye anasema. Anasema ndipo akamwambia yule karani wake mkuu, akamwambia, njoo, fanya ufanyavyo uondoke, maana hutakuwa karani wangu tena. Ndipo anasema huyu karani mkorofi huyu akasema, kulima siwezi na kuomba pia siwezi. Anasema basi nitatenda kwa akili. Akawaita watu wanaodaiwa na bosi wake. Akamuuliza mmoja, unadaiwa mapipa mangapi ya mafuta? Akisema 100, anamwambia andika 70. Unadaiwa magunia mangapi ya ngano? Akisema 30, anamwambia andika 10. Anauliza mwingine, shairi unadaiwa ngapi? Akisema 100, anasema andika 50. Kwa hiyo wote wakaandika. Akafukuzwa kazi. Alipofukuzwa kazi, Yesu anasema wale aliowatendea mema wakampokea. Ndipo Yesu anasema
wana wa giza katika ufalme wao wamekuwa na akili kuliko wana wa nuru. Anaongea kwa uchungu kabisa. Halafu akaongea neno gumu ambalo leo nikiliongea mimi bila kulisoma unaweza pastor, hapo hiyo kitu mbona kama haipo. Yesu amesema mwenyewe, akawaambia wanafunzi wake, jitafutieni marafiki kwa mali ya udhalimu. Unamaanisha nini? Yesu anasema kuna kanuni mkizitenda mtaona matokeo yake, lakini wana wa giza wamejua kuzitendea kazi kuliko wana wa nuru. Na kuchokoza tu kidogo mnaonaga wajamaa huku mjini ambao wana tabia sana kusaidia walemavu, wanaokusanya sehemu moja, wanawapa chakula. Msinaonaga Naongea na watu na binadamu. Jamani, mnawaona hamwaoni hawa watu? Wanaofanya vile vitendo ni maskini au ni matajiri? Ni matajiri. Wanajua hizi law. Wenzako wanajua hizi kanuni vizuri kabisa, ndio maana wanazifanyia kazi. Wanaelewa, wanajua kabisa. Uzuri nikishaondoka hapa, hii ni Magomeni, nitabaki kuwa Magomeni. Huwezi kujilinganisha na mtu aliyenunua microphone kanisani, akaleta ile microphone ikatumika. Mungu atusaidie tuweze kuelewa. Kila siku ile microphone ikitumika, yule mtu kuna kitu kinamrudia. Ndio maana ukiangalia Torati, Mungu wakati anaeleza haya mambo yote, alijua kuna watu ambao wana pesa, kuna ambao hawana. Akamwambia Musa, nenda kwa wana wa Israeli ukaangalie yeyote mwenye moyo wa kupenda. Anasema wewe muangalie, usije ukaanza kuangalia huyu ana magari mangapi. Mwenye moyo wa kupenda, kila mmoja mwache afanye mwenyewe kama alivyo. Nimetoa tu mfano huu, natoa mfano. Kwa mfano tunahitaji AC kwenye hili kanisa, tupate AC nzuri, maana hapa kuna joto, iwe kama tuko Dubai hivi. Huwezi kujilinganisha na mtu ambaye amechangia kitu kwa ile AC. Huwezi kujilinganisha na mtu ambaye kuna tiles yake iko hapa chini. Kuna mtu akipiga magoti kwenye ile tiles katika ulimwengu usioonekana. Yule mama ambaye alikuwa na hali ngumu akaamua kujibana akachangia tiles 5, huwezi kujilinganisha naye wewe ambaye una roho ya uchoyo katika masuala ya kazi ya Mungu. Watu akipiga magoti pale kuna kitu kinatokea. Na hapa Wakristo tukubali kulaumiana ili Mungu atukosoe vizuri. Waislamu wametuzidi katika hili, wanajenga misikiti kwa sababu kuna kitu wanakijua hapo. Mchungaji, unataka kutuambia kwamba tunamhonga Mungu kwa vitu vyetu? Hana shida na hela zako, ila ukiona amehitaji ni kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe. Namba 2, ya kwanza andika fungu lake, Wagalatia 6 fungu la 7 hadi la 8. Utasoma kwa muda wako. Mbegu mbaya itatoa mazao, lakini ikiwa ni mbegu nzuri itatoa mazao mazuri. Kidogo hapo nisikilize, unajua unaandika, lakini hebu ipokee hii pointi kusaidie. Ukijikuta umemtendea mtu baya, umemuumiza, na wakati ule uko naye na umemuumiza, futa haraka sana hicho kitu kwa kumwomba msamaha. Kama kuna sehemu ya kujificha ya haraka, ni kumwomba msamaha uliotoka wapi? Ukimwomba msamaha uliotoka moyoni, hata kama akulaani haikupati. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa hapo. Usije ukaomba msamaha kwa kujidai. Unajua kuna ile ya kutengeneza ya nje, iwe kutoka wapi, hata kama akulaani kiasi gani haikupati, ila ukasema siwezi kuomba msamaha, inakupata. Namba 2, sheria ya chanya, nadhani ni sheria ya chanya. Ni positivity law, sheria chanya. Namesema sheria chanya na inaweza ikawa vizuri zaidi. Sheria chanya, mbegu nzuri hutoa matokeo ya namna gani? Mazuri. Mithali 11:18, apandaye kwa haki atavuna thawabu ya kweli. Apandaye kwa haki atavuna thawabu ya kweli. Kwa hiyo ukipanda tu kitu kizuri
utavuna. Na niliwaambieni mfano mmoja hapo, nikasema hebu amua siku moja, dhamiria kutoka moyoni, nenda Mwananyamala, nenda Muhimbili, nenda popote, usiende kumwangalia mgonjwa ambaye ni ndugu yako unamfahamu. Nenda tu pale, nenda kwenye kile kitanda fulani wakati wanaingia kuangalia wagonjwa. Fika pale, kuna mtu utamuona yuko pale ambaye hana ndugu, au hata kama anaye ni wa kiwango cha chini. Toa pesa yoyote ulionayo mfukoni, mpe, na ukishampa pale mwambie maneno haya: Mungu amenituma nikupe 20,000. Toa ile pesa, ondoka. Usije ukageuka nyuma akakuuliza jina lako ni nani, utakuwa umekosea. Namba 3, unavuna zaidi kuliko unavyopanda. Hiyo ni kanuni, zingatia. Kwa kama ulimuibia mtu shilingi 100, jipange. Jipange. Unajua hizi ni kweli ambazo huwa hazisemwi kwenye mimbari. Tunaishia tu kwamba usiibe, hatuelezi zaidi ya hapo kwamba hivi kwa nini tunasema hivyo. Yaani ni kwamba siku zote ukiweka punje moja ya mhindi itatoa punje nyingi, si ndio hivyo Ndivyo inavyokuwa. Ndio maana nawaambieni, kama sio neema ya Mungu, kuna vingine vinapunguzwa, kama Danieli alivyomwambia mfalme, nenda katende mema. Na hiki ndicho ambacho napunguza sauti hapa kidogo. Ukiangalia story ya yule mfalme ambaye alikuwa anakatwa, ilipewa oda kwamba akatwe ila aachiwe kisiki. Wanazuoni wa theolojia wanasema kwamba lile neno kisiki ni kwa sababu alipokuwa anachunguzwa palionekana kuna vitu vizuri vichache vilibakia. Ina maana vingekosekana angeng'olewa kabisa. Sasa Danieli anajua hizi sheria, akamwambia mfalme, chukua ushauri wangu ili upunguze matatizo, nenda ukatende mema kwa watu, nenda ukatende mema kwa watu, nenda katende mema. Ni juzi nilikuwa naongea juu ya wanasheria, nikasema ni jana wanasheria, nikasema wanasheria, jitoe siku moja, amua kumtetea mtu kisheria bila kumdai hela, ambaye ukimwona kabisa ni mjane, ni maskini, hana chochote, ukimtazama hana mtu wa kumtetea mahakamani, kila akijaribu hakuna mtu wa kumtetea, na kuna watu wanamuonea. Mwanasheria anayejua hizi law za asili, mwambie huyo mama, mwambie huyo mtoto, mwambie huyo baba, mwambie huyo mzee, nitakutetea bure. Nenda kajaribu hicho kitu, utaona matokeo yake. Namba 4, kuna njia nyingi za kupanda, usikariri. Kuna njia ngapi jamani? Nyingi za kupanda, usikariri. Mhubiri 11:1, wewe andika tu, utasoma kwa muda wako, tuende kwa spidi. Anasema, rusha mkate wako juu ya maji, kwa maana utavuna baada ya siku si nyingi. Kwingine anasema, tawanya mkate wako. Sasa natoa tu mifano, wewe mwenyewe Roho Mtakatifu atakusaidia kujua kwamba unapandaje maeneo mbalimbali. Changamoto iko hapa katika kusaidia. Mara nyingi tunapenda kusaidia watu wanaotufahamu. Kweli si kweli? Umewahi kuona mtu ambaye anatafuta misiba? Yaani anauliza, jamani kuna msiba wapi? Akiulizwa wa nini, asema nataka nikawasaidie kuchangia jeneza. Unajua watu wanaweza kuona kama mchawi fulani hivi, kwamba wewe una matatizo gani? Lakini mmegundua kwamba familia ikipatwa na msiba ni kama vile tumeiongezea mzigo, kwa sababu msiba ukishapatikana, cha kwanza wanachowaza watu watakula. Ni stress nyingine hiyo. Sasa nakupa hii mbinu ukaelewe kile ambacho kimetajwa kwenye Biblia. Nakupa ushahidi wa maandiko, utautafuta mwenyewe. Heri kuiendea nyumba yenye matanga kuliko nyumba ya nini? Neno heri maana yake ni nini? Umebarikiwa unaiendea nyumba yenye. Sasa hii ichukue, kaifanyie kazi. Kuna siku tutakutana, utaniambia mchungaji, nimekuelewa. Ukisikia kuna mwenzetu amepitia changamoto hii au mtu yeyote, subiria msiba upite kabisa. Msiba ukishapita, nenda katembelee ile nyumba, wapelekee fedha, maana ule ndio wakati wanaachwa na madeni. Watu wameshaondoka, hakuna anayejali tena, wako peke yao. Waliokuwa wanawasalimia hawaji tena. Hapo ndipo wanaanza kuangaliwa, kuna hiki kinatakiwa, kuna kile. Wewe ambao unajua hii kanuni ya kupanda,
kwa usahihi. Usije ukakariri kupanda huku ni kanisani, kupanda huku hapana. Kuna kanuni hiyo moja hapo, heri kuendea nyumba ya matanga. Nenda tu pale, nimekuja kuwasalimieni. Una shida gani? Nimewaletea shilingi 200,000 hizi ziwasaidie. Ondoka. Kanuni yetu ni ile ile, no kamera. Tulipokuwa kwa nyumba ya mfiwa kwenye hizo sali zetu za serikali, sijajua za private, lakini za serikali najua hiki kitu anakifanya. Mtanisaidia kwa sababu kuna madaktari mko hapa. Lakini za serikali nyingi kuna kitengo maalum ambacho wanajua kabisa kuna wagonjwa wako hapo ambao hawana uwezo. Inajulikana, ukifika pale kabisa wanakuonyesha, wanakuambia tuna mtu yuko pale, tuna mtu yuko pale. Unajua inauma ukienda na wenzako mahali restaurant, mkaenda kula shilingi 200,000 chakula na timu yako yote, lakini wakati huo kuna mtu ameshindwa kufanyia operation ya appendix kwa sababu ya 200,000. Tunaanza kuelewana hapo Ukijua inauma, ukijua kwamba kuna mtu sasa hivi anakata roho. Hivi tunavyoongea tupo kanisani namna hii hapa, tuko hapa. Kuna mtu sasa hivi anakata roho kwa sababu alikosa hela ya kufanyia operation kwa wakati. Wakati mwingine roho wa Mungu akikugusa, nenda pale kawaulize wale watu, kuna mgonjwa gani hapa tuweze kumsaidia ambaye ana shida. Saidia. Ijapokuwa nao ni binadamu, kuna saa na kuelekeza kwa mgonjwa ambaye ana uhusiano naye. Au kuna wakati wale wagonjwa pia wanapigwa hela, anamwambia na mtu nitakuletea lakini cha juu. Sasa wewe usiwe na wasiwasi, kwa kuwa ulitoa kwa moyo, huyu nesi au nani atalipwa na yeye na sheria ya asili mwenyewe. Ni kama sadaka hizi za makanisani. Kasome Mashauri juu ya Wakili vizuri. Anasema ulio wajibu wa muumini ni kutoa sadaka, hata kama una ushahidi kabisa kuna watu wanakula. Mungu atawauliza walaji, ila wewe atakuuliza mtoaji. Haleluya! Kwa kila mmoja ataulizwa cha kwake yeye mwenyewe. Usije ukaingia kwenye dhambi ya mtu mwingine. Mashemasi wao tulishaonyana, wanaelewa hili. Nimewambieni sadaka ambazo zinatolewa kanisani zimebeba matatizo ya watu. Kuna mtu anakuja pale kutoa sadaka, anasema nimechoka mikosi. Mungu, leo iwe mwisho. Wewe ulivyoona nikitita pale kimejaa. Sasa hii bahasha imejaa hii siwezi kuiacha hii. Na msije mkadhani kwamba mtu anapotoa sadaka kubwa ana pesa nyingi. Usije ukajichanganya. Kuna mtu anatoa sadaka kubwa kwa sababu ya makubaliano yake na Mungu ambayo wewe huyajui kabisa. Kama Daudi alimwambia Arauna, siwezi kumtolea Mungu sadaka isiyo na gharama. Haiwezekani. Yaani lazima nikitoa na mimi nisikie uchungu hapa kuna kitu kimetoka. Daudi ndiye alikuwa anafanya hivyo. Anasema siwezi kutoa kienyeji. Nikitoa kiasi kidogo itakuwa kama ni sehemu ya. Nitoe mpaka nisikie kabisa moyo umefanya. Kwa hiyo unaweza ukashangaa kuna mtu pale ana laki zake 7. Ana hela huyu. Na ukutane na wale ambao wanahesabu sadaka ambao sio waaminifu. Wanashtua na ise fulani laki 7. Unashangaa kesho mtu anakufuata ise, una kama buku 20 ya karibu hapo. Hajui una mkataba gani na Mungu. Ukiiba ile pesa umeondoka na huo mzigo. Wazee wetu wa zamani walikuwa wanatufundisha, ila siku hizi tumeanza kusahau. Unajua ilikuwa ni marufuku kuokota pesa kanisani na kuondoka nayo. Lakini sasa hivi mtu anaokota anaondoka nayo. Yaani ukiona pesa imeanguka kanisani, kwenye ground ya kanisa, usije ukalogwa ukaibeba. Chukua, rudisha. Kizazi cha leo, nawaambia ndio maana mvua hazinyeshi. Mtu anaona hapo 1000 kwanza anaicheki tu hivi. Wajanja kama nyoka. Tazama, anaangalia kushoto, kuna mtu ambaye amemwona anaikanyaga. Alafu baadaye anajidai kama vile huyo. Hujui ulichokibeba. Uelewe. Kuna njia nyingi za kupanda. Namba 5, kila mtu anaweza kupanda. Mathayo 9:37.
Kila mtu anaweza kupanda, hakuna asiyeweza kupanda. Leo nimenukuu hapa kile kitabu kikubwa ambacho tumekiona. Ellen White anasema kuna wengine hata kama ni mgonjwa yuko kitandani, yaani roho wa Mungu akikusukuma toa uko kitandani. Mimi nayeongea na wewe nimekutana na vitu ambavyo vimenibadilisha mtazamo wangu. Nimewambieni kuna siku nimeenda kuombea mgonjwa yuko hoi kabisa, tena alikuwa amepata ajali, anaweza kuongea lakini ana maumivu makali sana. Tumemaliza kumwombea Hindu Mandal, tumemaliza kumwombea, tunahitaji kutoka. Anasema mchungaji, nilikuona juzi ukipromoti majengo. Ananyanyua mto wake wa hospitali, anatoa hela, anasema chukua sadaka yangu. Ilibidi nimuulize imekuwaje, anasema hizi ni pole ambazo napewa na watu wanaokuja kuniona. Mpaka unajikagua mwenyewe, nasema hivi mimi ni mtu wa namna gani? Mungu atusaidie sana. Mzee Odera, wewe ni mkwe wangu, kwa hiyo hutanichukulia sheria. Juzi nilitoroka hapa mzee, wakati umetoka siku moja hapa, nikatoka hapa, ukanibembeleza kweli, tukale futari, nikakataa. Sikujua Mungu ananiita kwenye kitu gani hata mimi. Nikapita sehemu fulani, kuna kachakula fulani nakapenda, sitaka sema hadharani mbele ya watu hapa leo. Kufika pale nikapaki pembeni. Hata leo hawa ndugu zangu na mashemeji zangu leo niliwaambia, nikaonyesha huyu mtu. Nimepaki gari pembeni, nikamwona mtu anakuja, akatabasamu. Nika bwana, siwezi kushuka hapa kwenye gari, hebu ingia hapo ndani ukanifanyie mpango nipate hiki na hiki na hiki. Kabla sijamtuma akasema, Pastor Mbaga. Kidogo nikashikwa na butwaa, nikasema nashukuru Mungu sijashuka kwenye lile eneo, nipo kwenye gari, atanitafutia. Akaenda akaniletea. Mimi nilipaswa kumpa asante. Nikisema hivyo mnanielewa kwa jinsi mnanielewa, lakini nikisema hivyo wakati nachukua naingiza kwenye gari, natoa pesa, kanambia hapana. Tulivutana sana, nikamwambia nahitaji kukulipa, kanambia hapana. Yaani ni ile kwamba mimi ndiye ninayepaswa kumpa. Mnanielewa nikisema hivyo, nyenye ni watu wazima. Akagoma, kanambia Pastor, hapana, nenda. Niko njiani naendelea na safari, nikamuuliza Mungu ni nini? Ndipo nasikia Roho Mtakatifu anaambia nilitaka upite hapa, ni hii. Leo tumekutana naye tena. Wakati nawasimulia nikamwambia yule mtu nilikuwa namwambia ndio huyu hapa. Sitaki kusema mengi, lakini ninaguswa kwenye maisha yangu na watu wananifanya kuwa mnyenyekevu zaidi. Mwisho najiuliza nini kilichomfanya anipe wakati ule? Sio kwamba mimi nina shida, unanielewa nikisema hivi Kilichomgusa ni kofia niliyoweka kichwani. Kwa hiyo hakunipa mimi, amempa Mungu. Nilipewa shilingi 500 na bibi wa Kisukuma baada ya makambi. Panga foleni hapo, watu wanakuja wanasalimia, wachungaji wanawaaga, walikuwa na staili ile ya kuwapa zawadi wachungaji. Bibi akasukuma mara ya kwanza, ya pili akapata kaupenyo, akaja. Alivyokuja akaniambia, akanikumbatia, anaongea Kisukuma nasikia kidogo, usije ukanisema. Ananiambia nilikuwa nimekata tamaa ya kwenda mbinguni, ila kwa masomo yako haya, kumbe Yesu ananipenda kiasi hiki, ukanywe maji njiani. Ile shilingi 500 ile ambayo inakanyoka hivi, unajua kila saa nilikuwa naiangalia. Yaani niko nimefika Mwanza pale kwenye ndege, kila saa nakagua ile 500 yangu ipo. Yaani thamani yake sio 500, thamani ni moyo uliofanya nini? Tunaelewana hapo sasa? Niliangalia yule bibi, moyo wake uliotoa. Unasema mchungaji unamaanisha nini? Hakuna mtu asiyeweza kupanda. Tuwafundishe watoto wetu kumtolea Mungu sadaka. Tuwafundishe watoto wetu kwenda hospitali na kusaidia wagonjwa. Aone kabisa kwamba kuna saa tunanunua vitu na kuwapelekea wagonjwa. Wafundisheni kabisa. Hicho kitu kitakanda neo. Kila mtu anaweza akapanda. Kila mtu. Mwisho kabisa katika hii sentence, mwisho kabisa, ukijikuta umeshindwa kabisa, huna chochote cha kuleta kanisani, ila unasikia ili somo limekugusa, unaona kama na mimi nikamfanyie Mungu kitu,
njoo fanya kazi za mikono. Waambie tu mashemasi, nikatieni kaeneo na mimi, sadaka yangu mimi ni kupiga deki. Ellen White anasema hata mgonjwa aliyo kitandani ana kitu cha kufanya. Namba 6, kupoteza ni kawaida. Nimesemaje? Huwa watu hawatakagi, wanapenda haya mengine ya kwanza hapa juu hapa. Haya kupoteza haya hawataki haya. Kupoteza ni nini? Ni kawaida, usipate stress. Zaburi 126 fungu la 5. Mhubiri 9:11. Mhubiri 9:11. Utaisoma kwa muda wako. Nataka tu nikwambie kuna watu mko hapa mmepoteza vitu, mmepoteza mitaji, mmepoteza ofisi zenu, mmepoteza, kuna vitu mmepoteza. Sasa nisikilize vizuri, usije ukakaa kwenye msongo wa mawazo ukakosa nguvu ya kuanza tena. Usije ukakaa kwenye msongo wa mawazo ukakosa nguvu ya kupigana. Ni sehemu ya maisha, kuna saa unapoteza. Na ukipoteza, cha msingi muulize Mungu, unahitaji nijifunze kitu gani hapa? Mwisho wa kunukuu. Mimi nayeongea na wewe na vijana wangu wa media mnaowafahamu hawa, tulipoteza kamera 2, thamani ya milioni zaidi ya 12 zilipotea one day over. Tukatangaza kila mahali, watu wako kimya. Mwisho nikamwambia tuachane na hii habari. Mungu aliona, Mungu alijua, kazi ni ya kwake, atajitwalia mwenyewe. Mtu mmoja akanitumia message akisema, Pastor, sisi tunaangalia Mobili TV, pitisha mchango tuchangie kamera. Nikamwambia no, hachangishi mtu, maisha yataenda. Kwa nini? Kuna wengine mnahitaji labda mtu akusaidie ada, sio na nini. Sikiliza, sio kila mtu anaruhusiwa kukusaidia. Aliyeitwa na Bwana atakusaidia kwa wito wa Bwana. Ukimuomba mtu kitu akikataa, usilalamike. Ukiomba mtu akusaidie connection upate ajira na anapotezea, unapiga simu hapokei, relax. Mungu hakupanga huyo awe ngazi yako. Usilazimishe mambo. Usipopanda ujue hautavuna. Usipopanda ujue hautafanya nini? Hautavuna. 126 Zaburi fungu la 5, wapandao kwa machozi watavuna kwa nyimbo za furaha. Kupanda si rahisi, kuna maumivu yake. Kuna saa unasikia kabisa maumivu, kuna saa unasikia maumivu kabisa. Na ikifikia hatua ile ambayo unakuta huko katika hali ngumu ya kwamba nitoe au nisitoe. Mnakumbuka kile kisa cha mchungaji Pavel Goia? Kuna saa unakuta unahitaji, lakini kuna mtu huku naye anahitaji. Unahitaji, kuna mtu anahitaji. Wakati mwingine huyu mtu ambaye anahitaji ameletwa makusudi ili akubusti kutoka ulipo, akusogeze zaidi. Jifunzeni kumsikiliza Mungu akuambie nini cha kufanya. Mungu atubariki sana. Nataka tuingie kwenye maombi sasa maalum. Ndugu zangu, usiku huu wa leo, usiku wa maombi, ninawaomba kila mtu aliyeko hapa, tafuta rafiki yako, mtu yoyote hapo ulipo, muwe watu wawili, na msije mkapiga magoti hapo hapo mlipokaa. Piga magoti tofauti na pale ulipo. Wale ambao hamtaweza kupiga magoti, mnaweza mkabaki kwenye viti vyenu, inaruhusiwa. Maombi ambayo mnakwenda kuomba sasa hivi, watu hao wawili, kila mmoja akimwombea mwenzake, ni jambo moja tu kwa sasa: ujazo wa Roho Mtakatifu. Mengine yatafuata baada ya hapo. Ukishatulia hapo, sikiliza maelekezo kutoka hapa. Tafuta mtu ambaye mtakuwa naye wawili, ujazo wa Roho Mtakatifu. Alafu nitawapa maelekezo mengine ambao ndio tutakuwa tunamalizia. Mazingira yako hapo ulipo, kama unaweza kupiga magoti au kusimama kulingana na mazingira yako, lakini masharti, usiache vitu vyako hapo.
ondoka navyo, maana Yuda Iskarioti ana wadogo zake bado wanaishi. Tafuta kona yako mahala fulani, wawili huku mbele tu ndio usije, maana utamulikwa. Kwa hiyo tafuta mtu ambaye mnaweza mkaomba pamoja, na usibaki pale kwenye kiti chako. Tafuteni sehemu nyingine ya kwenda kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu, na utasikiliza maelezo mengine ambayo yatafuata baada ya hapo. Nikishaona watu wote wamepata nafasi ya maombi, ndipo nitawaambia nini cha kufanya. Wanaofuata kwa njia ya television, popote ulipo, utaomba kulingana na mazingira yako hapo ulipo, ujazo wa Roho Mtakatifu. Endelea kuomba kwa mazingira yako ulipo. Wanaofuatilia online, bado naendelea kuangalia maombi yenu, nanye tuko pamoja. Ukimaliza maombi yenu, mnaweza mkarudi katika kiti, kila mmoja kiti chake. Nasikia mwito, ni sauti yako, nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Nimesogea. Tusimame. Mtini pako ni safi kwa damu ya kuangikwa kwako. Tusikizane kidogo. Nimepambana na hili tangu maombi ya jioni ile, na bado Roho Mtakatifu ameniletea tena, siwezi kulipinga tena. Kabla tujaondoka,
lazima nilifanyie kazi. Kuna mtu katika familia yenu, namaanisha ukoo, kuna vifo vya kujirudia vya watu wakifika umri fulani, na hili jambo limekuwa likisumbua sana ukoo wenu. Njoo hapa mbele sasa. Kama umenisikia vizuri, tembea uje hapa mbele. Kuna vifo vimekuwa vikitokea kwenye ukoo wenu. Nimejaribu kulizuia wakati wa maombi ya mchana, Roho Mtakatifu aliniletea, nikajaribu kupingana nalo, lakini jioni ya leo ameniletea tena, na kama vile vinafanana fulani hivi, wengine ni kwa umri fulani, kuna mfanano fulani. Njoo kwa ajili ya familia yenu. Baba, sina msaada ila kwako pekee. Kama kwangu ungefichwa, nifanyeje? Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Endelea kutembea. Wakati huo wazee wa kanisa wakija mbele ya hawa watu, wakija mbele yao, wanaoangalia kwa njia ya television, mnaunganika wote katika ibada hii. Wazee wa kanisa wakiwa mbele ya watu hawa, mkiwageukia. Wazee wa kanisa wote wa Magomeni mlioko hapa, na inawezekana wewe ni mzee wa kanisa lakini pia sio wa Magomeni, ila ni mzee wa kanisa, njoo na wewe. Asante sana. Asante sana. Inawezekana wewe ni mzee wa kanisa hata kama sio wa Magomeni, njoo. Kuna watu bado navuta subira kuwasubiri. Asante sana. Isaya 51 fungu la 14, yeye aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka. Haleluya. Wala hata kufa na kushuka shimoni, wala chakula chake hakitapunguka. Hakuna mtu wa kwenu tena atakaye kufa kabla ya wakati wake. Na hii yote ni kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Unasimama hapa, unawakilisha familia yenu, unawakilisha ukoo wenu, unawakilisha mmoja atakayesimama kwa niaba ya wengine. Mungu anabadilisha hatima ya ukoo mzima. Naomba usimame kwa imani ukijua kwamba hukuja hapa kwa bahati mbaya. Mungu ana makusudi na wewe. Fumba macho. Wazee wa kanisa, nitaomba tu mnyooshe mikono ya baraka kwa watu hao, mikono yenu miwili mkiwanyoshea watu hao. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, maana umesema na wazee wa kanisa wanyoshe mikono iliyo safi
umewatakasa kwa damu, umewatenga kwa ajili ya hili. Wewe mwenyewe ulisema wasalishe kwa kuinua mikono, na hili tukio la kuinua mikono halitokei hivi hivi. Ni matukio machache ambayo tunafanya jambo kama hili. Mikono hii inainuliwa kama mikono ya Musa ilivyoinuliwa. Ninakusihi mfalme wa amani, wote walioko hapa na wanaoangalia kwa njia ya television, ambao familia zao zimekumbwa na vifo vya watu kabla ya mihula yao vinavyofanana, roho ya mauti, roho ya kutaka damu, ya kuvuruga familia, kuleta vilio, kwa vile wamekuja kwenye madhabahu hii leo, na ikajulikane katika ukoo kuna Mungu katika Israeli ya kiroho. Baba, kwa kuwa umesema mtakalolifunga hapa litafungwa na huko. Sasa katika ulimwengu usioonekana, kwa neno lako na kwa umoja wetu hapa kanisani, tukiwa wengi kiasi hiki, mauti kabla ya mhula wake imefungwa katika koo hizi. Wape uhai, wape kufanikiwa, usiwanyime chochote kilicho chema, na kama ulivyosema kwenye Isaya, hakuna atakayekosa chakula. Ukiwatendea hawa, watendee wale wanaoangalia online. Hofu ya mauti imekwisha, maana Kristo alilipa deni. Bwana akawabariki wote. Bwana awalinde na kuwatunza na ukoo wenu, kwa jina la Yesu. Anaenda kuchukua vingine. Kwa hiyo wakati waimbaji wanaimba, wale ambao hawakupata watakuwa nao wanapata vitabu. Mungu awabariki sana.